Aina 7 za ufunguo zinazofungua mbingu yako. Mbingu yako. Kila mtu anahitaji aweze kufungua mbingu za kwake kwa faida yake mwenyewe na kwa msaada wake yeye mwenyewe. Narudia tena, kila mmoja anahitaji ama anahitajika aweze kufungua mbingu zake mwenyewe au mbingu yake mwenyewe kwa faida yake mwenyewe, kwa sababu ya hatua za maisha yake ya kila siku. Hauwezi ukapiga hatua za maisha kila siku kama mbingu ya kwako imefungwa, kama mbingu ya kwako ni shaba. Hatua ya maisha yako ya kimwili na ya kiroho, kufanya vitu vya msingi, kufanya vitu vya maana, kufanya vitu vya baraka, na hata watu wakashuhudia Mungu hakika amembariki mtu huyu, inategemea na jinsi ambavyo mbingu yako kuwa wazi. Kwa sababu hiyo itakulazimu na unatakiwa kwa juhudi yoyote ile, kwa gharama yoyote ile, uweze kupambana, uwe na hakikisha unaifungua mbingu yako kila siku. Mafanikio ya maisha yetu, hatua nzuri ya kimaisha yetu inategemea sana na mbingu zetu, ama mbingu zako ziko wazi kwa upenyo wa kiasi gani ama kwa namna gani. Naposema mbingu kuwa wazi, inamaanisha kwamba mbingu zinaweza kufungwa na zisiwe wazi. Kwa hiyo tunatakiwa tutumie ufunguo vizuri na tuelewe na tutambue, ili tu mbingu zetu ziwe wazi. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura ya 7. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 13. Mambo ya Nyakati wa Pili ile sura ya 7 na ule mstari wa 13. Biblia imeandikwa, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Kumbe mbingu zinaweza kufungwa, na mbingu zikifungwa ina maana apata kuwa na mvua. Mvua ni nini? Mvua ni baraka. Mvua ni nini? Mvua ni mafanikio. Mvua ni upenyo. Na ndio maana mbingu zikiwa zimefungwa, ina maana baraka mtu ataona, upenyo hautaona. Unatakiwa upambane kwa gharama yoyote ili uweze kufungua mbingu yako, mbingu yako wewe, kwa ajili ya maisha yako. Mbingu zinaweza kufungwa ama zikatengenezwa zikawa shaba. Tunaangalia Torati ile sura 28 na mstari wa 23. Torati ile sura 28 na ule mstari wa 23. Torati 28 mstari wa 23, Biblia imeandikwa, na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Na mbingu zako, kumbe mtu ana mbingu zake, na mbingu zako, kumbe kila mmoja anazo mbingu zake, zitakuwa shaba.
mbingu zako zitakuwa shaba. Maisha ya mwanadamu yoyote ana mbingu zake, na unatakiwa uwe na upeo sana wa kutambua mbingu zangu zimekuwa shaba, au mbingu zangu ziko wazi, au mbingu zangu zimefungwa, ili nichukue hatua ya kuzifungua. Mbingu zako, mimi nina za kwangu, wewe una za kwako, ambazo unatakiwa uzifungue kwa faida yako mwenyewe, kwa sababu zako mwenyewe. Mbingu, nikiongelea mbingu naongelea ndo chanzo cha mafanikio ya mwanadamu yoyote anaishi hapa chini ya jua. Mwanadamu yoyote anaishi hapa chini ya jua, mafanikio yake yanatakiwa yaanzie mbinguni au yatoke mbinguni. Mafanikio ya mwanadamu anaishi hapa duniani yakiwa chanzo chake ni kutoka hapa duniani, Biblia inasema dunia itapita na mambo yake yote. Kama sababu ya pesa zako, mafanikio yako, baraka zako ni sababu ya hapa duniani, siku moja vitaondoka vyote. Na ndio maana kuna watu walikuwa ni matajiri, lakini utajiri wao sio chanzo cha mbingu. Utajiri ule uliondoka na haukuweza kurudi tena. Kapambana kwa vyovyote awezavyo ili utajiri urudi, lakini haukurudi tena kwa sababu chanzo chake ni duniani. Jikague na uelewe vitu ulivyo navyo chanzo chake ni wapi. Na ndio maana iko hivi, unapoanza kufanya vitu ambavyo vyanzo vyake ni vya kimungu, ni vya kutoka mbinguni, lazima vinakuaga na upinzani mwingi, vinakuaga na vita vingi. Kwa sababu hiyo unatakiwa upambane tu kuzifungua mbingu zako ili zikamilishe operesheni yako, zikamilishe nyumba yako, zikamilishe utumishi wako, zikamilishe biashara yako, zikamilishe mambo yako. Sio rahisi vitu vinatoka mbinguni utavipata kiurahisi. Unatakiwa kuzitumia funguo tunazozitumia, takazozifundisha kwa mara na kwa kanuni zake ipasavyo, mpaka tu utimize kusudi lile la mbingu kukuletea hapa duniani. Watu wa Mungu, na hii ndio changamoto za watu wengi wanapopambana kwa ajili ya mbingu, na wanapoona mambo yanakuwa ni magumu sana, watu huacha kushughulikia baraka kutoka mbinguni, wanaanza kushughulika na baraka za kidunia. Dunia ikikuletea vitu, lazima itakupa mateso, lazima itakupa huzuni, lazima itakuletea hata pressure, lazima kuna namna itakufurahisha, lakini mwisho wake huwa sio mazuri, mwisho wake huwa ni mbaya. Na ndio maana kilichotoka mbinguni siku zote huwa ni cha baraka juu ya maisha ya mtu. Nilisema neno moja hivi, tuko hapa duniani na asili ya dunia ni mwili. Nisikilize hichi kitu, tuko hapa duniani na asili ya dunia ni mwili. Kwa sababu asili ya dunia ni mwili, tukaangalia asili ya mwili ni kula, asili ya mwili ni kuvaa, asili ya mwili ni kunywa, asili ya mwili ni mahusiano, asili ya mwili na vitu vingi. Kwa sababu sisi ni wanadamu, tunaishi katika mwili, tunahitaji tule, tunahitaji tuvae. Kwa lingana na hicho kitu, tunaipambana sana mambo ya kidunia. Tunaruhusu dunia tuletee vyakula, dunia itupe mavazi, dunia itupe vitu, na chochote kinachotoka duniani hicho ni kitu cha kupita tu. Tutakula, kitaondoka, mavazi hautajua vimeenda wapi. Lakini nilisema hivi, kinachotoka mbinguni
ni kitu ambacho kipo kwa ajili ya kuitimiza ndoto, kusudi lile ambalo Mungu alikuletea hapa duniani. Kinachotoka mbinguni ni kwa sababu ya kutimiza kusudi. Sasa kutimiza kusudi, watu wa Mungu, sio rahisi. Sema amen. Kutimiza kusudi la Mungu hapa duniani sio jambo rahisi, kwa maana tuko duniani mahali ambako pametawaliwa na yule muovu ambaye ni Shetani. Hawezi akakuruhusu ukiwa hapa duniani utimize kusudi la Mungu kiurahisi. Ndio maana inahitaji imani sana, inahitaji ujasiri sana. Hata kuruhusu, unaweza kawa ni mtumishi wa Mungu wewe ni mtumishi wa Mungu wa asili ya kutoka mbinguni, lakini dunia ikakuingiza kwenye udalali. Sio, mtu ananielewa? Narudia neno tena. Unaweza ukawa wewe ni mtumishi wa Mungu mwenye asili ya mbingu, lakini dunia ikakuingiza kwenye biashara. Ukaanza kupambania biashara ili watoto waende shule, ili watoto wavae, ili watoto wale. Ukapambana na hayo, lile kusudi la utumishi ukaachana nalo. Kwa nini? Kwa sababu ya misukosuko ya dunia, kwa sababu ya vita vya kidunia. Nani anasema amen? Kwa sababu ya mapambano ya kidunia, una uwezo ghafla ukaacha, ukaanza kupambana na mambo ya kidunia. Lakini asili ya mbingu kwako imekujua kwa namna nyingine. Sasa kutimiza ile ndoto ya kimbingu sio rahisi, ni vita. Haleluya wanangu. Ni vita, sio rahisi. Na ndio maana tunahitaji mbingu sasa ziwe wazi kila wakati, kutumia ufunguo ambaye Mungu aliyetupa ili mbingu zetu ziwe wazi kila wakati. Mungu akubariki kama unanielewa. Sasa mbingu zikiwa zimefungwa, unahitaji ufunguo ili uweze kufungua mbingu zako. Mbingu zikiwa zimefungwa, unahitaji ufunguo ili kuweza kufungua mbingu za kwako. Na hiyo ndiyo ufunguo utakao utumie vizuri, tena kwa juhudi na bidii zote, ili Mungu aweze kufungua mbingu zako. Sasa kumbuka, ufunguo hauwezi ukafanya kazi kama mlango haupo. Kuna watu wengi wana ufunguo lakini hautumii inavyotakiwa. Maana kanuni ya ufunguo wote lazima ufanye kazi mlangoni, na mlango nategemea ina kitasa cha aina gani, ama makufuli ama kitasa, ili uweze kufungua. Sasa je, unapotaka kufungua mbingu zako, lazima uelewe kwanza, namba moja, niwe na ufunguo. Ndio maana Mathayo inasema, Mathayo ile sura 16 na ule mstari wa 19. Mathayo ile sura 16 na ule mstari wa 19, Biblia imeandikwa, nami nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Tunaweka neno mbinguni, mbinguni. Na lolote utakalolifunga hapa duniani, inamaanisha kwamba tumepewa ufunguo, na sisi tuko duniani, na tunatakiwa tufanye kazi kati ya mbingu na dunia. Ukiwa hapa duniani, unatakiwa ufanye kazi na mbingu zako. Unatakiwa utambue kwamba mimi nimepewa ufunguo na ninaishi hapa duniani, lakini nikiwa hapa duniani nina uwezo wa kuifungua mbingu zangu nikiwa hapa duniani.
kufungua mbingu za kwako si wewe uende mbinguni. Si kwamba upae uende mbinguni. Hakuna anaenda mbinguni mpaka hao wamekufa. Sasa ili uweze kufika mbinguni na upate vile vya mbinguni, lazima utumie ufunguo ambaye Mungu amekupa hapa duniani. Unaweza kufungua mbingu zako. Ukiwa hapa duniani, unaweza kuifanya mbingu zako ziwe wazi na zikawa wazi. Sema amen. Sema tena amen. Kwa hiyo anakuambia nimekupa wewe ufunguo. Nimekupa ufunguo. Ukiamua kufunga, mbingu zako zitafungwa. Ukiamua kufungua, utafungua. Inamaanisha kwamba tunaweza kuwa na ufunguo kwa sababu ya kutokujua matumizi ya ufunguo. Inaweza katokea mbingu zetu zikafungwa. Kwa sababu ya kutokujua matumizi ya ufunguo, mbingu zinaweza kufunga. Sasa ukiwa na ufunguo, lazima uende kwenye mlango. Tunapopata ufunguo, lazima tuende kwenye mlango. Hapa duniani, lango la mbingu ni wapi? Nisikilize kwa makini sana. Hapa duniani, lango la mbingu ni wapi? Tunaona hapa duniani lango la mbingu ni kanisani. Kanisani ndiko kuna lango la mbingu. Mwanzo ile sura ya 28. Mwanzo ile sura ya 28 na ule mstari wa 17. Mwanzo 28 na ule mstari wa 17. Biblia imeandikwa, naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Hapa ni nyumba ya Mungu. Hapa ni nyumba ya Mungu ambako ndiko lango la mbinguni. Ina maana kanisa ndio lango la mbinguni. Kwa tunaona kumbe ufunguo wetu tunatakiwa tuutumie wapi? Hatutaki kuutumia nje ya kanisa. Unanifuatilia vizuri? Andika vizuri. Hatutakiwi kutumia ufunguo outside of the church. Hapo ndipo tuanze kuona matumizi sahihi ya mtu aliyepewa ufunguo. Anatakiwa aitumie kwa njia sahihi. Hatakiwi kutumia kwa njia ambayo sio sahihi, atakuwa amekosea. Njia sahihi ambayo mtu aliyepewa ufunguo anatakiwa aitumie kwenye lango ambalo ni kanisani. Ina maana ukiwa nje ya kanisa na ukatumia ufunguo, hautafanya kazi vizuri, hautafanya kazi pasavyo. Na huo ndio udhaifu namba moja na tatizo namba moja kwa ajili ya Wakristo, kwa ajili ya watu. Hatutumii ufunguo tuliopewa kwa njia sahihi, tunaitumia kwa njia tofauti. Tumepewa ufunguo wa hapa duniani. Tumepewa hapa duniani ili tufungue mbingu. Na lango la mbingu ni wapi? Ni kwenye nyumba ya Mungu, ambaye ni wapi? Atechache kanisani. Kwa ina maana unapopata fursa ya kuja kanisani, lazima utumie vizuri ufunguo wako ili kuifungua mbingu zako. Unapokuja kanisani, hii sio ya watu wote. Hii si ya kila mmoja. Hii ni ya mtu mmoja anayetambua na anayeelewa na anayefahamu, nimefika kanisani, lazima nitumie moja wa funguo mojawapo ili niweze kufungua mbingu yangu inipe pesa, mbingu yangu inishushie baraka, mbingu yangu inishushie gari, ama nishushie nyumba, ama mchumba, ama mme, ama mke. Lazima nitumie lango langu vizuri. Kumbe tunaona makosa ya waumini kutokufanikiwa, kutokuinuka, ni makosa ya kushindwa kutumia funguo vizuri ili kufungua hatua za maisha yao.
Hebu nipungie mkono katuko pamoja. Sema tena amen. That is the first mistake. Ni makosa namba moja ya muumini ambaye ana kiu ya kutaka kupokea ushindi kutoka kwa Mungu wake, kupata vile ambavyo Mungu ameviweka. Hebu mgeukie mwenzio, mshike mkono, mwambie hivi, hapo ulipo, mshike mkono, mwambie maneno haya. Mwambie hapo ulipo haujatumia vile ambavyo Mungu anavyo kwenye maisha yako. Mshike tena, mwambie maneno. Mwambie, unaona wewe jinsi ulivyo hivyo, sivyo ndivyo mbingu inavyokujua. Na ulivyo navyo wewe hapo, sio ndio hivyo mbingu inavyo juu yako. Mbingu ina vitu vikubwa kwako. Mbingu ina heshima kubwa kwako. Mbingu ina hatima nzuri kwako. Mbingu ina baraka kubwa kwako. Tatizo lako ni moja, hautumii ufunguo vizuri. Piga hizo makofi. Shida yoyote ulionayo kwenye maisha yako, changamoto yoyote ulionayo, mapito yoyote unayapitia, tayari ufunguo unao, nitazitaja. Na hizo ufunguo lazima uzitumie vizuri kwenye mlango ambao ni kanisani. Leo hii waumini uchoka na ukata tamaa wakati Mungu ana kila kitu juu yako. Hakuna mtu ambaye anakosa kitu kwenye ulimwengu wa kiroho. Hata kama unapitia njaa leo, Mungu ana vyakula vyako. Hata kama unapitia hali ngumu ya mavazi, Mungu ana mavazi yako mazuri kutoka mbinguni. Hata kama unakosa hela, your man is, hela zako zipo mbinguni. Una aina fulani ya watu wako, una aina fulani ya nyumba yako, ya gari yako. Na kuambia ukweli, na ndio maana ukianza kwenda kiroho kama mimi, hauna haja kukata tamaa. Hauna haja kufadhaika. Hauna haja kuchoka. Hauna haja kuchukia. Hauna haja kuumia. Hauna haja kuzira. Hauna haja kupata huzuni. Natamani mtu mmoja nielewa hapa. Tunachoka na kukata tamaa kwa sababu tumeusahau ufunguo, na kama tunao hatuutumii. Na kuambia ukweli, hatuutumii. Mapito yanayotupata, ugumu wa maisha tunaopata, si kwamba Mungu hana nguvu ya kutusaidia. Si kwamba Mungu hana hicho kitu ambacho unakitaka. Huwe kwenye changamoto ya afya, si kwamba Mungu hana uponyaji juu ya maisha yako. Huwe kwenye changamoto ya ndoa, kazi, mapito yoyote, si kwamba Mungu hawezi kufanya juu yako. Tatizo ni moja kwako, ufunguo Mungu aliyekupa amemaliza. Sasa utashangaa maombi ya watu wengi, Baba nifungulie mlango, nifungulie mlango. Mungu akufungulieje mlango? Mungu akufungulie mlango. Mungu amekupa ufunguo wa wewe kufungua mlango. Kila mmoja kwa sehemu yake, kwa namna moja ama nyingine. Acha maombi ya kulia sana, Baba nifungulie mlango, nifungulie mlango, nifungulie mlango. Hapana. Tayari ufunguo Mungu amekupa. Una uwezo wa kufungua kila mlango unaotaka. Leo hii utakuta watu ameokoka kabisa, lakini anavyoongea ni mtu ambaye ameshachoka, ameshakata tamaa. Yani
yani amekata tamaa kwenye ndoa, amekata tamaa ya maisha yake mwenyewe, amekata tamaa ya kuishi, amekata tamaa ya afya yake, amekata tamaa ya kula, amekata tamaa tu. Lakini ukimwangalia, je, wewe si umeokoka? Ufunguo hauna kweli? Lakini ameshakata tamaa. Kwa sababu gani? Anashindwa kutumia nyumba ya Mungu vizuri kama lango, kanisa lake, ili kufungua maisha yake yasonge mbele. Hebu inua mikono yako miwili juu. Sema, Roho Mtakatifu na kuhitaji leo. Inua mikono, fuma macho, rika patiri bushapa. Sema, Roho Mtakatifu na kuhitaji siku ya leo. Sema tena, Roho Mtakatifu na kuhitaji siku ya leo. Neema yako izidi kwangu. Ai mandirabo shekenderebo wakanarama mandirebo shekenderebo shandirabo wakanira mandirebo shiri Baba, inua mioyo ya watu wako Jehova. Mandirabo Jehova Shama. Ai shikenderebo. Kwa lugha dakika mbili kama naweza, mwambie Baba nisaidie. Mandirabo ai terebo ina mandirebo ikama mama ikenderebo. Hey, usikae mwilini wao, fungua moyo. Nisikilize. Kiu yangu mimi, yani kiu nilionayo mimi, natamani sana kurudisha kanisa la Tanzania kwenye msingi wake. Ninaomba mahubiri haya Mungu asaidie yafike mbali. Yafike mbali na yasikike na kila mtu. Na waombaji, muombe Mungu airudishe kanisa la Tanzania kwenye msingi wake. Kwa sababu tu ya matukio mengi ya watu kukriticize juu ya kanisa, watu kucomment juu ya kanisa, watu kuongea juu ya kanisa, inafika hatua watu wanashindwa kutambua kwamba msaada upo kanisani. Watu wanashindwa kuelewa kwamba kimbilio ya mwanadamu ambaye Mungu amemleta hapa duniani kutoka mbinguni, msaada wake ni kanisani. Dunia imekuwa na nguvu, kuzimu kumefungua malango na imekuwa na nguvu sana kuzidi kanisa. Kwa sababu kanisani sasa hivi ndio vita vya waumini kwa waumini, ndio vita vya wachungaji kwa wachungaji. Nikikaa hapa kwenye madhabahu ninamcriticize mchungaji mwingine, namuongelea nabii mwingine, namuongelea mchungaji mwingine. Ile nguvu ya kuhubiri neno, ile nguvu ya maombi inapotea. Leo kuna mtu ni muumini
kwenda kanisani. Hawezi. Ni heri alale nyumbani, lakini asubuhi akiamka ataenda kwenye kibarua chake. Nakwambia ukweli. Ikifika jioni tena anatetemeka baridi, anaumia baridi, anajisikia kuumwa kweli. Ikifika asubuhi anaenda kibarua. Kwa nini anaenda kibaruani? Ili angalau apate chakula cha watoto, apate mkate. Dunia na mlazimu aende ili alepo, apatepo chakula. Ikifika siku ya ibada hataweza kwenda. Hataweza kwenda kabisa, na naumwa, lakini haendi. Ikifika siku ya kazi yake, hata kama mvua ikinyesha kiasi gani ataenda. Siku ya ibada hataenda, anaumwa. Na akija kanisani anakuja kawaida, atalala kanisani, atasinzia kanisani. Je, ushanga sinzia kazini kwako kaibiwa? Angalia namna kuzimu kumechukua nguvu ya kuishinda kanisa la Tanzania. Akija kanisani ana bidii yoyote, ana chochote. Think about, nikikaa kama mimi mtu wa kiroho, nikikaa huwa namwambiaga tu mke wangu, oh my God, Mungu irudishe ili anga la kanisa la Kimwanza. Mimi Mfalme Daudi alisema, kuanzia ujana wangu hadi uzee wangu sijaona mwenye haki akaachwa, hata uzao wake kuwaombaomba. Unajua kwa nini Mfalme Daudi aliongea hivyo? Kwa sababu ana historia kuanzia ujanani. Daudi kabisa yeye mwenyewe alimkosea Mungu kabisa, kakosa kabisa. Daudi amekosa, na ghadhabu ya Mungu imekuwa kubwa na inashuka kwenda kumpiga Daudi. Lakini Daudi anakimbilia magotini pa Mungu, anapiga magoti mpaka chini, na amekosea, lakini anakimbia kwa Mungu. Naongea na watu. Anamwambia Mungu, usiruhusu adui yangu anipige, usiruhusu chochote kile, nipige wewe. Katika Mungu kumpiga, Daudi bado anakimbia, anapiga magoti mpaka chini, anamuomba Mungu. Si kwamba anamkimbia Mungu na amekosea, lakini bado anaenda kwake. Katenda makosa, bado anakimbia. Ndipo akasema, mimi nimeona kuanzia ujana wangu mpaka uzee wangu mwenye yake hajawahi kuachwa. Ukiamua kumtegemea Mungu, hata kama na changamoto yoyote, Mungu anaondoa. Na hisi kulia juu ya kanisa. Ukipigia usimu anakuambia, baba na mawazo mengi, hali ngumu. Ukipigia, what do you think? Hiyo hali yako ngumu, kuzimu kunaweza kufungua malango ikakuletea mtu ambaye akakusaidia ili akuunganishe kuzimu na maisha yako yakaharibika. Kwa nini usitumie lango la mbinguni ikuletee mtu kutoka mbinguni ili akusaidie na uende na Mungu na uende mbinguni? We don't use it. Ay, Mungu wangu, unataka nihubiri nini? Changamoto ulionao unaijua mwenyewe, mapito ulionao unafahamu mwenyewe. Mimi naongea ukweli, Mungu hajawahi shindwa. Hebu mshike mwenzie mkono, mwambie Mungu hajawahi shindwa. Makosa ni wewe, mwambie problem is you. Mshike mkono, mwambie makosa ni wewe. Usiseme mimi ni mwenye dhambi. Hapana, wenye dhambi wengi walifanyiwa upenyo na wenye haki wakaachwa. Biblia inasema katika
cha Yakobo ile sura ya 5 anakuambia hivi, mtu wa kwenu akiwa hawezi aite wazee wamuombe, nako kuomba kwa imani kulimponya yule mgonjwa hata kama alitenda dhambi. Mungu alipoangalia wenye dhambi akawaponya. Yule mtu mmoja akasema hivi, imekuwa kwaje kuponya huyu ni mwenye dhambi? Kama mimi sijui hayo, najua ameniponya. Wewe haujaamua kuisemesha mbingu ifungue. Haujaamua bwana. Basi Mungu aponyi. Tulitoa ile tuna kwa waganga wa kienyeji. Mungu atajirishi. Mungu ainui. Mungu afaulu chochote. Tuachane na kanisa sasa. Nani ongea naye? Hivi kanisani tunakuja kufanya nini? Hebu naomba mgeukie mwenzie muulize ile swali na akujibu. Mwambie kanisani unakuja kufanya nini? Yaani na akujibu. Yaani akujibu hivyo hivyo atakavyokujibu. Muulize hivi kanisani unakuja kufanya nini? Hebu naomba akujibu. Ndio muulize kabisa anakujibu. Akujibu. Hii safu yote imesafiri hapo. Hebu uko peke yako pole. Naomba muulize na akujibu. Hivi kanisani unakuja kufanya nini wewe? Nipe jibu ya mmoja amejibuje? Amejibu kuomba. Anakuja kuomba. Kanisani unakuja kufanya nini? Mimi natamani nijue hii. Why are you coming to church? Hebu nikuulize swali. Kwa nini unakula chakula? Barikiwe sana. Ili usife. Kuna swali moja niliuliza na mwalimu wa Kiingereza. Aliniuliza hivi, why are you studying English? Kwa nini unasoma Kiingereza? Nani atanijibu ni kwa ajili gani? Kwa nini unasoma Kiingereza? Ili kurahisisha mawasiliano. Do you see that? Hiyo ni zero. Na maana hii swali kwa nini umekuja kanisani ili kuomba ili kuabudu? Nafikiri wote wanaomba, nafikiri wote wanaabudu. Unafanyaje? Unaona zero zinavyoenda hapo kwa watu. Kwa nini unasoma Kiingereza? Ili. Kwa nini unakuja kanisani? Nakuja kanisani ili kumwabudu Mungu. Jibu likaja, kwa nini unasoma Kiingereza? I'm studying English because it's a language. Nasoma Kiingereza kwa sababu ni lugha. Si kwa sababu wasiliana na watu, kwani watu wote ni Waingereza. Akija Mfaransa mbele yako, unasoma kwa sababu ni lugha. Na lugha lazima uijue kwa faida zako. Najifunza Kisukuma si kwa sababu niyo Msukuma, si kwa sababu niyo Mngereza, ni kwa sababu ni lugha. Nataka niongelee juu ya kanisa. Inua mikono nasema, Bwana Yesu nisaidie. Lango la kuzimu lisifunguke juu yangu. Inua mikono ulisema, Bwana Yesu naomba unisaidie. Lango la kuzimu lisifunguke juu yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena, Bwana Yesu naomba unisaidie. Lango la kuzimu lisifanye kazi juu yangu. Naomba niangalie. Ndio maana Mungu akamwambia Petro, Yesu akamwambia Petro, nimekupa ufunguo.
Alianza kumwambia, wewe ndio Petro, juu ya mwamba huu nimelijenga kanisa, hata milango ya kuzimu silishinde. Nimekupa ufunguo huu. Ina maana usipotumia ufunguo wako vizuri, milango ya kuzimu lazima ifunguke juu yako. Na ndio maana wiki hii tuna operation ya nafsi. Jumanne nitakuwa na siku 3 ya operation ya nafsi kutoka kuzimu. Jumanne, Jumatano na Alhamisi nitakuwa na seminar siku 3. Nisikize kwa makini. Nitakuwa na seminar siku 3 ya Jumanne, Jumatano na Alhamisi kwa kufanya tu operation za nafsi. Maana ninaona nafsi za watu wengi zimeshaungamanishwa kuzimu. Operation tu siku 3 tu. Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Usikose siku 3, itakufungua. Sema amen. Sema amen. Tunaona kanisa ndio lango. Kanisa ndio lango. Na ninakuja kanisani kwa sababu ndiko lango la mbinguni lilipo. Sababu ya mimi kuja kanisani, ndiko lango la mbinguni lilipo. Nikisema kwa ajili ya kuabudu, nitaoje maswali wengi waliabudu ni wangapi? Kuabudu sio kuhudhuria ibada. Na kuja kanisani ndiko mahali ambapo lango la mbinguni liko pale. Na kama mtu niliyetoka mbinguni, lazima niwe na desturi ya kwenda wapi? Mbinguni kwetu nifungue. Ndio maana ukiwa ni mtu wa Kigoma ama ukiwa wapi, kwa nini unaenda Kigoma? Kwa nini unaenda Moshi? Ndiko nilikofanyaje? Nilikozaliwa. Naenda nyumbani ili angalau nifike kwenye ardhi niliyofanyaje? Niliyozaliwa. Sisi tumetoka mbinguni, na mimi nakuja hapa ndiko nilikofanyaje? Toka. Hili ni lango la wapi? La mbinguni, mahali niliko toka. Aliyetoka kuzimu ainue mikono juu. Aliyetoka kuzimu ainue mkono juu. Hayupo hapa. Aliyetoka kwa mama yake ainue mkono juu. Aliyetoka kwa mama yake, alitoka kwa mama yake, alitoka kwa mama yake. Kabisa. Aliyetoka mbinguni ainue mkono juu. Unaona sasa? Ufunguo namba 1. Ufunguo namba 1 nitataja niende ya 3. Maana Jumapili nilishia ya 3. Nilisema ufunguo namba 1 lazima uwe umeokoka, wokovu. Hatuwezi kufanya jambo lolote, hatuwezi kutenda lolote lile kabla hatujapata ufunguo wa wokovu. Lazima tuokoke. Kanisani hatuji kufuata miujiza. Miujiza ni jambo la ziada ambao na ufalme utazidishiwa. Kanisani lazima tupate wokovu. Tukitaka tufanye makanisa kama mengine, hauna haja uje wewe ukiwa ni nani, tutakuombea unaondoka. Lakini wokovu sina haja kuitisha watu waokoke. Ufunguo namba 1 lazima wokovu. Lazima tuijenge kanisa juu ya mwamba. Okoka. Kama haujawahi kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, okoka. Na hili sasa, kwa sababu hiyo inakuwa ni ngumu. Ndio maana kanisa kwa mimi imepoteza picha. Inakuwa ni ngumu sana watu kuambia kuokoka. Wewe njoo uwe nani, utaombewa tu na basi. Lakini ufunguo namba 1 wa kwenda mbinguni, kufungua lango la mbingu, lazima kwanza uwe umeokoka. Kwa maana nini? Kwa sababu kila mmoja anahitaji kufungua lango lake la mbingu. Nikikombea hapa leo ukapona, ukiondoka huko tatizo linarudiki tena. Likirudi tena utapata msaada wapi? Wakati maombi ya nguvu ya kutoka mbinguni imekuponya, alafu ukachana na mambo ya wokovu. Nimeshapona mimi bwana, siendi tena kanisa lile. Tatizo likirudi ama ukiwa naomba, msaada utatoka wapi? Lazima
mizimu, mapepo itakuletea shida ile ile tena. Lazima ukubali kuokoka ili uweze kufungua lango lako mwenyewe la msaada wa kimungu juu ya maisha yako. Tukaangalia ufunguo wa pili, na haraka haraka nisimalize zote leo. Tukaangalia ufunguo wa pili. Ufunguo wa pili ni ubatizo wa maji mengi. Ukiwa umeokoka lazima ubatizwe maji mengi. Maji mengi ni ufunguo. Lazima uwe umebatizwa maji mengi. Kama hujabatizwa maji mengi, nilisema mwezi huu wa 3 Mungu anitie nguvu, nitawabatiza watu maji mengi. Ubatizo inakupa utambulisho rasmi wa kimungu kwa ajili ya maisha yako. Mbingu zinafungukaga, zinatamka kwa ajili yako wewe ni nani na zimekuleta hapa kwa ajili gani. Lazima uwe umebatizwa maji mengi. Ufunguo namba 3 ambao unaweza ukautumia ili kuifungua mbingu zako, nilisema ni ufunguo wa mtumishi wa Mungu, watu wenye mamlaka. Watu wenye mamlaka nilisema baba yako, mama yako, lakini nikasema aswa mtumishi wa Mungu. Nataka ile ndio niliongelee zaidi, baba yako wa kiroho, mtumishi wa Mungu, mchungaji au nabii ama mwinjilisti ama askofu ama mwalimu. Ni ufunguo wa maisha ya watu kwa ajili ya kufungua mbingu za watu zilizofungwa, zilizokuwa kama shaba kwa miaka mingi. Mtumishi wa Mungu, baba wa kiroho, anayo mamlaka aliyopewa na Mungu ya kuweza kufungua mbingu za mtoto. Na jinsi alivyo na mamlaka ya kufungua mbingu, na ndivyo alivyo na mamlaka ya kuifunga mbingu ya watoto. Naomba hapo nisikilize vizuri, nikae hapa kidogo. Leo hii watu wengi hawafanikiwi tena, na mafanikio kwa washirika imekuwa ni adimu kwa watu. Sababu ni nini? Jinsi ya kutumia ufunguo wa baba zao wa kiroho inakuwa ni tofauti. Leo hii washirika wanaishi kwenye nyumba za kanisa, lakini hawaamini tena baba zao wa kiroho, aamini mtumishi wa Mungu. Na ndio maana kwenye hali ya kimungu, jitahidi sana kufunga masikio yako kusikia jambo baya kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, kusikia maneno mabaya juu ya mchungaji. Jiepushe sana mtu yoyote anapokuja kwako na kuanza kuongea mabaya juu ya mtumishi wa Mungu. Usichangie hata neno moja. Huyo ni sumu juu ya maisha yako. Mkimbize, mtoe. Naomba mnisikilize kwa utulivu sana. Hii imekuwa sababu ya mafanikio kwa waumini imepotea, kwa sababu alivyosikia matendo mabaya, taarifa mbaya kwa mtumishi wa Mungu, akayabeba. Hata kama anapokuja kanisani, ile imani haipo, imetoweka kwake. Huyo baba yako wa kiroho ana mamlaka 95% ya kuifungua mbingu za maisha yako wewe. Mungu ametoa ufunguo wa baba yako, mtumishi wa Mungu, wa kuweza kuifungua mbingu zako wewe. Nisikilize kwa makini sana. Mtu mmoja akamwendea Yesu akamwambia hivi, mtumishi wangu anaumwa, nenda ukamwombee. Yesu akasema ninakuja. Yule mtumishi akajibu, haustahili kuingia kwenye dari ya mtumishi wako, lakini sema neno moja tu. Sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona.
Yesu akageuka akamwangalia yule mtu akasema, imani ya sijawahi kuona imani kubwa kama hii. Imani yako ni kubwa, na nenda sawa sawa na kile ambacho umetamka. Yesu akuenda kumwekea mkono yule mgonjwa. Yule baba aliposema, sema neno moja tu na mtumishi wangu atapona, viwango vya mbingu kufunguka. Baba yako wa kiroho uliyemwamini ana uwezo wa kufika kwenye kanisa, kwenye ardhi ya nyumbani kwako. Ana uwezo wa kufika kwenye shughuli yako, akanena neno moja tu, na kila kitu kilichokuwa kinakuzuia pale kikatoka. Ubaya wowote uliyekuwepo pale ukaondoka. Inategemea wewe unampokeaje mtumishi wa Mungu, unampokeaje baba yako. Watumishi wa Mungu ni ufunguo tena mkubwa kwa ajili ya kufungua mbingu za watoto, ili zilete muujiza wa afya, muujiza wa watoto, muujiza wa kazi, muujiza wa biashara. Mbingu. Mtumishi wa Mungu, kama haujajua namna kumtumia mchungaji, kuna watu ambao si hata watoto wake wana uwezo wa kumtumia, na akafungua milango yao, akafungua mbingu zao, na upenyo ukatokea kwao. Nisikilize vizuri. Chochote unachokiona ni kigumu kwenye maisha yako, kuna vitu vingine vinahitaji neno la baba yako ili yasimame na yaende. Wafalme wa kwanza ile sura 17. Hapo utanifuata hapa, nataka nisimame nifundishe kidogo hapa. Maana ikifika hatua wewe ni muumini na kulisha chakula, alafu unaniona mimi kama kijana wako Ase, ogopeni wachungaji, ni wabaya watu hawa. Na ndio maana asili ya mtumishi yote, na hili lazima ni basi tu kwa sababu ya kidunia, mtumishi anatakiwa jitenge na watu. Mtumishi hatakiwi kabisa kuongea na mtu, kwa sababu mtumishi ni kama, na sijui ni huu mfano utakuwaje, ni kama ukimkanya mbwa ni wa kwako na utacheza naye, mkanyage mkia ndio utaujua. Kuna wakati wa matani na kuna wakati wa serious. Watoto wowote wale unatakiwa na hekima ya kuangalia majira ya baba yako ikoje. Leo baba ana majira kuchangamka, changamka naye. Leo baba ana majira ya ongea la kwako. Leo baba ana majira kunichekea, cheka naye. Leo baba ana majira gani tena? Angalia majira ambayo kwenye uso wake. Mimi siku zote nilipokuwa nikimwendea baba yangu wa kiroho, nikifika ofisini nikimwangalia jinsi alivyo, siongee kile cha kwangu, na tulia na nyamaza. Sijamkuta kwenye majira mazuri, lakini akiniambia mbona sijui wananitania, hapo ndio mimi nitaongea shida yangu na mwambia kwangu. Kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu, haijalishi ni mzee, ni kijana, ni mbabu, ni mbibi, lakini ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu ameitwa na Mungu kuwa mtumishi wa Mungu, hajaitwa na mwanadamu. Naomba mnisikilize. Kwa nini unatakiwa kumwamini mtumishi wa Mungu na awe sababu ya ufunguo wako juu ya maisha yako? Ni kwa sababu ni mtumishi wa Mungu aliyeaminika na Mungu ili amtumikie yeye Mungu. Mtumishi wa Mungu atumpigie kura
Mungu. Atutengeneze hapa kura tunamchagua Morris kuanzia leo awe mchungaji wa madhabahu ya Divine. Hapana. Amekuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu Mungu amemwamini na akamfanya kuwa mtumishi wake. Kwa hiyo sababu hiyo unatakiwa umkubali, umwamini awe sababu ya kufungua mbingu yako. Haijalishi ni nani, haijalishi ana umri gani, lakini Mungu kamwamini. Sio mtu ananipata? Mungu kamwamini. Watu wa Mungu nisikilizeni. Mbingu zinaweza kufungwa kwenye maisha yako na we mwenyewe ukaomba uombavyo, akili sifunguki. Naomba leo unisikilize, acha uzembe. Zikafungwa kabisa, unapambana ya ziendi, unapambana ziendi, unapambana ziendi. Kumbuka ni jambo lolote. Natakiwa nimtafute Baba. Maana hata sisi tulitumia ufunguo wa baba zetu. Hata kama ulitukosea, hata kama ulifanyaje, tulitumia ufunguo wa Baba kwa sababu tunajua kuna ufunguo, kuna mbingu zingine hazifungukagi mpaka Baba. Emato kisambari. Hebu nifungulie Wafalme wa Kwanza sura ya 17. Fungua haraka dukia. Fungulia haraka. Kuna maiki nyingine yende pale unisomee. Maiki kama inaweza. Maana nikipanda huko na kushuka, nipanda huko kushuka, na kama napata shida kidogo. Nataka nisome. Mpe. Hapa Daudi umefika wewe. Nani amefika? Anza mstari wa kwanza. Nafikiri basi Elia Mtishibi ndio wa wageni wa Gileadi ndio akamwambia Ahabu, ndio, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ndio, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Ndio. Neno la Bwana likamwijia kusema, ndio, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ukajifiche karibu na kijito cha Keriti kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimemwamuru kunguru wakulishe huko. Ndio. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Ndio. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Keriti kinachokabili Yordani. Ndio. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Ikawa baada ya siku, ndio hapo huko mstari wa 7 Daudi. Amina. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Sikiza kwa makini sana. Mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sodomu, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Weka pointi neno mwanamke mjane. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Mstari wa 11, alipokuwa akienda kuleta, akamuita akisema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema kama Bwana Mungu wako ishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nikipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama nilivyosema. Weka mstari neno, nenda ukafanye kama nilivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao.
kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, ila begin to me first. Niletee mimi kwanza nile. Niletee mimi. Hebu sema niletee mimi kwanza nile. Sauti sema niletee mimi kwanza nile. Lile pipa la unga alikupungua, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana aliolinena kwa kinywa cha Eliya. Mstari wa 10 na ngapi? Mstari wa 17. Ikawa baada ya hayo mwana wake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua ugonjwa. Tukiendelea huko tuachane na hapa. Sema amen. Nataka nitoe pointi 3 za msingi. Pointi namba 1, the bottom food. Nikiongelea bottom food nafikiri unanielewa. The bottom food, chakula cha mwisho. Hebu sema chakula cha mwisho. Pointi ya pili, tule. Ya 3, kisha tufe na mwanangu. Hichi ndo chakula cha mwisho ambacho tunatakiwa tule. Baada ya kumaliza kula tufe, kwa sababu hatuna chakula kingine. Kwenye pipa kuna konzi la unga tu. Halafu ninaokota kuni, niko na mwanangu. Alafu tambua Eliya, mimi ni mchane, sina mme wa kunisaidia maisha haya. Watu wa Mungu mnisikilize vizuri sana leo. Sina mme, acha niokote kuni nile. Eliya ameshasikia huyu mama ni mjane. Ameshasikia huyu mama hana mme. Huyu mama ni chakula cha mwisho. Akimaliza kula they die. Eliya akajibuje akasema, niletee kwanza mimi, nifanyie kwanza mimi. Tafsiri yake ni nini? Mimi ndio ufunguo wa kuifanya mbingu zako zifunguke za chakula na hautakufa. Niletee kwanza mimi. Kumbuka, katika ulimwengu wa kiroho mbingu zilikuwa zimeshaongea na kumpointi yule mwanamke kwa ndiye anatakiwa amlishe Eliya. Maana Mungu anamwambia Eliya hivi, nenda kwa mwanamke wa Sarepta, huko atakulisha. Eliya anajua nimeagizwa na Mungu kwa huyu mwanamke anilishe, lakini hajaongea na wewe. Ifikiria unanipata? Hajakuongelesha wewe, hajakwambia wewe, hajakwambia wewe, ameniambia mimi. Unafikiri mimi nikikwambia naomba shilingi 5,000 mpaka kuongelesha Mungu wewe? Mungu ameniambia mimi na kaniongoza kwako. Unachotakiwa ni nini? Amini Baba ametaka, amini Baba ametaka, amini tenda. Ili na mara kuna vitu Mungu ameshanisemesha juu yako, na ukitii ukifanya kuna upenyo utatokea. Na kuja kwambia Daudi fanya hivi na hivi na hivi, baba sina, baba hivi na hivi. Ndio baba, ni sawa sawa na neno lako mtu wa Mungu, nitatenda. Ndio mwanangu, tayari Mungu ameshanisemesha. Nimeomba wiki nzima, nasikia naambiwa nenda kwa Agrieri mwambie afanye hivi. Nenda kwa Agrieri mwambie aache kazi leo, haenda kahubiri, aache kazi aende mtaani. Anamwambia baba, unajua maisha yangu magumu, biashara ngumu. Tayari hajatii ufunguo. Labda nimemwambia hivyo, kuna kitu nilitaka Mungu amfungulie. Kwa sababu Mungu amenisemesha na nikaona kuna huzuni kwa mwanangu, kuna kitu ambacho anatakiwa piga hatua. Mungu ameniambia mwambie Daudi aende Seketule kumwona mtu. Mwambie Dokia afanye jambo fulani. Si kwamba amekuongelesha wewe. It's me, you can't talking to me. Yule mwanamke mjane anamwambia, kama Mungu wako aishivyo, sina chochote na konzi ya unga. Je, Elisha
Elia angetii sauti ya yule mjane? Mnijibu. Namba 2, Elia angetakiwa kumwonea huruma yule mjane? Elia angetakiwa kumwonea huruma? Angemwonea huruma. Namba 1, amegaidi sauti ya nani? Ya Mungu. Namba 2, ameshindwa kumsaidia yule nani? Ule mama. Ina maana ameshindwa kumfungulia mbingu zake ule mama asife, maana ilikuwa ni chakula cha mauti yake. Akila tu cha mwisho anakufa. Sasa Mungu amemwonea huruma yule mama, anamtumia ufunguo haenda akamfungulie lango asife yeye na mwanae. Ningesikia amesaidia hapo. Hapana, ningesikia vigeregere na makofi hapo. Sema tena amen na vigeregere. Sauti imetoka kwa Mungu. Nenda Serepta, nimemwagiza mwanamke mjane akulishe. Nimemwagiza akulishe. Hakuna mwanamke akuambiwa na ana kitu, ana konzi ya unga tu, na anajua hapa naenda kuokota kuni na kula nife. Mungu akamwonea huruma, lakini akutumia ufunguo. Mungu, naamini watumishi wa Mungu. Hebu mgeukia mwenzio mwambie amini sana mtu wa Mungu. Mshike mkono mwambie amini mtu wa Mungu. Mshike mkono. Mshike mkono mwambie amini mtu wa Mungu. Unafikiri ni mara ngapi Mungu aishaongea na baba yako akwambie kitu, lakini kwa sababu ya ugumu wako wa kutokuamini baba anaamua kunyamaza? Na John nikimwambia huyu mwanangu tutapingana tu, anasema baba sasa hivi niko busy, baba sasa hivi nina kazi. Unakaa unaangalia hivi watoto hivi hawajui kanuni ya kufunguliwa mbingu. Na hii ndio tatizo kwenye makanisa. Watoto walokole wengi ni maskini kwa sababu hawaamini watumishi wao. Watu wa kidunia wana pesa nyingi kwa sababu wanaamini watumishi wao ambao ni waganga. Sikia nikwambie, trusting haijalishi yuko sahihi hayuko sahihi, but inatumika kwako wewe na trust. Naomba nirudie vizuri. Kuamini haijalishi wewe Daudi uko sawa au uko sawa, lakini kuamini na imani inatumika kwangu mimi ninayekuamini wewe. Haijalishi au yuwa. Mnisikilize. Haijalishi au yuwa, haijalishi jinsi gani ulivyo, lakini mimi ninayeamini na kubeba imani kwako, kazi itafanyika kwangu, upenyo utafanyika kwangu kwa mimi nayeamini. Lakini wewe unamwona mtumishi wa Mungu, wewe unakuwa unamchunguza tu udhaifu wake. Yaani wewe kazi yako ni kuchunguza udhaifu, ni kuchunguza umesikia nini kwake, ni kuletea unasema tunasikia, unasikia, unakufa tu bure. Yaani unakufa na unauliwa kimya kimya bila kujua. Wewe unachunguza, unaangalia, unafanyaje? Why don't you trust? Nani anakuletea kanuni? Usikemee huyo. Kufa, unakuza kanisani, hakuna baraka, hakuna successful, hakuna mafanikio utakayopata kwa Mungu kama muamini mtumishi wake. Narudia hii. Hakuna mafanikio utakayopata kwa Mungu kama hauamini mtumishi wake. Mungu ni mwaminifu sana kwa mtumishi wake. Mungu anaheshimu sana mtumishi wake. Maana sio rahisi kuwa mtumishi wa Mungu. Ni rahisi kuwa rais, lakini sio rahisi kuwa mchungaji. Kwa Mungu anamheshimu sana mtumishi wake. Mungu anamwamini sana mtumishi wake. Na ndio maana blessing zote aliziacha ndani yake. Ukimwamini huyo, inasemaje ile andiko? Kumbukumbu nafikiri ni mambo ya Walawi wapi. Nani anajua andiko? Aminini Mungu wenu mtakavyofanyaje mtathibitika. Si ndio hivyo? Mambo ya Nyakati wangapi? Wa pili nafikiri, sura 20 mstari wa 20. Hebu fungua haraka Daudi. Nafikiri ni hapo. Nataka ufungue tu wao leo. Nani anasema amen?
Sasa wewe unakalia kijioni kwako, nyumbani kwako maneno habari za mchungaji. Kijioni kwako habari za kanisa. Ukiwa mtaani habari ya mchungaji umesikia habari unakuja sasa kanisani ushakuwa gundu. Shaba tayari mbingu shaba, hakuna neema. Unashinda kushuhudia watu unakalia hivyo. Hakuna, mambo yanafunga. Utapataje upenyo wa mbinguni wakati wewe muamini mtumishi unaongea bado juu makosa juu yake? Hamjaipata hiyo? Nani hajapata? Ndio mambo, nafikiri mambo ya nyakati wa pili, mambo wala mambo ya nyakati, mambo wala mambo ya nyakati wa pili 20:20. Umepatia lakini umekaa mbali, sijui una dhambi gani? Hebu ongea. Amen. Nyakati wa pili 20. Iko wapi baba? Nisome. Sawa. Hebu tufungue mambo ya nyakati wa pili ile sura ya 20 na mstari wa 20. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tokeo. Nao walipokuwa wakitoka, Yoshefati akasimama akasema, nisikieni enyi wana wa Divine Network Ministry International. Mbarikiwe sana. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Namba moja, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakaofanyaje? Thibitika. Do you know the meaning of kuthibitika? Kuthibitika ni kuimarishwa. Aliyemwamini Mungu anathibitika, anaimarishwa, atetereshwi katika majaribu, katika shida, katika magonjwa, atetereshwi. Kwa nini? Amemwamini nani? Mungu. Ukiletewa maneno mabaya, ukiletwaje haikuumizi, kwa maana unaamini nani? Mungu. Anayeamini Mungu akipitia mambo magumu, sawa, akipitia mambo magumu, yaani wewe ni kama nguzo, mawimbi ya kupigi, upepo wa kuangushi, umesimama kwa sababu naamini Mungu tu yupo, na muamini Mungu wangu. Trusting God ni kusimama imara katika shida, katika tabu, katika magumu. Wewe tasa miaka 3, 4, 5, hautaacha wokovu because you trust him, unamwamini Bwana. Hivi ndio kanisa. Haleluya. Na muamini Mungu kwa mambo makubwa ama mambo madogo, na muamini nani? Mungu. Wanayemwamini Mungu hata kama mvua iwepo, mvua isiwepo, mapito yawepo, yasiwepo, you trust him. Sasa kwenye mafanikio ameyaweka ndani ya mtu wa Mungu. Kwenye kufanikiwa you have to trust man of God. Ukiamini watumishi wa Mungu, ndiyo Mungu ameweka baraka zako ndani yake. Hebu tusome ile andiko tu moja hapa. Mwanzo sura ya 10 na ngapi? 12. Nisome ile andiko ambayo Mungu anamwambia Ibrahimu hivi, watakaye kubariki wewe wamebarikiwa. Nisome hii Mungu wangu, natamani usome Biblia, Mungu anafunga Biblia haraka. Mwanzo sura ya 12, ni sura ya 12 nafikiri. 12 mstari wa ngapi hapo? Someni Biblia wanangu. Tafuteni hapo. Mstari wa kwanza. Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Mwanzo 12 mstari wa ngapi? Wa pili. Naanza wa pili hapa. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio. Na tuishie tu hapa, tuachana laana kwanza. Nami nitakubariki wabarikio. Anamwambia Ibrahimu juu ya wakina nani? Juu ya watu wanemzunguka. Usema kwa sauti. Juu ya watu waliokuwa wanamzunguka. Je, aliwaambia hao watu? Mungu anasema Biblia mnaelewa? Niko nawaleta hapa. Je, Mungu aliambia hao watu kwamba mkimbariki Ibrahimu mtabarikiwa? Aliwaambia nani? Mtumishi wa Mungu ndio Mungu anafanya agano naye, ndio Mungu anasema naye. Sasa watu waamini hivyo.
Wanangu leo nyinyi mliyepata neema kuwepo, leo mkinielewa taona ushindi kwenu. Mungu asemi na wewe, anamwambia Ibrahimu, simama Ibrahimu. Njoo mbele hapa Ibrahimu. Mnanipata hapa vizuri? Anamwambia Ibrahimu, baraka za watu wote, mafanikio ya watu wote nimeweka ndani yako. Watakaye kubariki wamebarikiwa, watakaye kulaani wamelaaniwa. Unanisikiliza Ibrahimu? Hajaongea na hawa watu, ameambiwa na nani? Sasa Ibrahimu anataka kujua, kumbe mimi ndio baraka ya watu, mimi ndio ufunguo wa watu kubarikiwa. Kwa hiyo watu wakinibariki wanabarikiwa. Kumbe watu wakifanya vyema kwangu wanafanikiwa. Ibrahimu sasa ametulia, anataka kugusa kuwafanikisha watu. Anawaambia fanyeni hivi, amfanyi. Baraka zinatoka, baraka zinaenda. Sasa si baraka zifanyiki, inakuja kuanza kumsengenya mchungaji, kumnena mchungaji, kumwongelea mchungaji, wakati Mungu amesema atakaye kulaani amelaaniwa. Ukilaaniwa mbingu zinafungaga, zinafunguliwa, si zinafunga. Sasa unajiuliza, mnaona kitu kama hichi, huu ufunguo jamani mnautumiaje? Tumeelewa mtumishi wa Bwana, tutafanyia kazi. Lini wewe ushaona biashara yako ni ngumu sana, mambo hayaendi sana, ukachukua kama ni 50,000 yako ama 2,000 tu, si ndio ulionayo, ukaja miguuni kwa baba, ndio nilionayo hii, nitamkie neno. Je, auli mafanikio kwa ngumu? Ushatumia ufunguo wa baba lini? Unashangaa watoto wanakuja ofisini kwangu, wao wanakuja tu, baba tuhudumie, baba tuomba, baba. Umekuja ofisini lini kwa nabii ukapiga magoti ukaacha baba nitamkie neno? Huu funguo hautumiki. Lini umepitia magumu ukasema leo baba yangu atakuja nyumbani hapa akanyage, nimeandaa chakula kizuri? Achana na hela, naongelea chakula. Leo mimi naandaa chakula kizuri, nimuite baba aje kwenye malango yangu atamke neno juu yangu. Lini ushaandaa chakula hicho? Amna. Sikia niwaambieni kitu. Kuna mwanamke mmoja alikuwa ni tasa miaka mingi, na yule mwanamke alimtafuta Mungu sana. Alikuwa na cheo serikalini, alikuwa na moyo wa Mungu, lakini akupata mtoto mpaka mume wake akazeeka. Alipomuona nabii Elisha anapita, kwa sababu ni mtu ambaye yuko katika roho, akajua huyu ni mtumishi wa Mungu. Nafikiri andiko ni Wafalme wa Pili sura ya 4, si ndio hivyo? Sasa kabla tujaisoma, acha kwanza niongee, alafu tutaisoma. Akaangalia, akasema huyu bila shaka huyu ni mtu wa Mungu. Akaenda akamconvince mume wake. Ndio siri ya mwanamke wa kiroho. Kama mmeo apendi wageni, kama mmeo ikoje, unaweza kumshawishi ukamwambia tumkaribishe mtumishi wa Mungu huyu. Elisha na mtaalamu wake Gehazi wanapita tu, akamwambia tumkaribishe. Tukimkaribisha
na Geazi walipofika kule, wanafunga ile andiko ambalo tulisoma. Walipofika kule wakaenda, akakaribishwa, akatengenezewa nyumba. Kumbe kumtengenezea mchungaji nyumba ni swala la kiroho. Mimi sina tofari ya mshirika hapa. Niele Wafalme wa Pili sura 4, shuka chini utalipata mwanangu. Talisoma. Sina tofari ya mshirika, sina simenti ya mshirika. Mbingu itafungukaje? Ndio kile unanisikiliza mwanangu? Sura wa 8 nafikiri. Ndakuja nisome. Nataka niongee kwanza hapa. Haleluya. Nenda ukae Daudi. Nenda ukae Ibrahimu. Haleluya. Hebu niangalieni. Tuko pamoja au mmeshakuwa na mausingizi hapa? Wangapi tuko pamoja nao nipungie mkono. Na Mungu akubariki mwezi wa 3 kwa jina la Yesu. Sikiliza vizuri. Baada ya hapo chakula wakatenga chakula, wanakula, wanakunywa nini na nini. Mwisho wa siku Elisha akasema, huyu mama tumefanyia vizuri sana. Ametulisha. Si kwamba alitoa sadaka. Hakutoa hela. It's a food only. Huyu mama ametulisha. Ametupa hadi nyumba ya kuishi. Ametufadhili. Atendewe nini? Atendewe nini? Akaitwa yule mama na ulizwa, je, tukuombee cheo kwa mfalme ama kwa akida wa jeshi? Mama anakuambia mimi nakaa peke yangu, ukiwa mfalme na mtumishi kujua, anakamuuliza mtaalamu Geazi, tutendewe nini? Atendewe nini huyu mama? Kumbe Geazi akwisha pita. Unajua viongozi mnatakiwa kwa kama wanasiasa, sio wanasiasa. Viongozi utakiwa kupita kwa maneno. Pita kujua taarifa njema ilete kwa nabii. So pite kwa maneno yako. Pita. Baba, kuna mmoja kama amevunjika moyo, wanataka tumsaidie. Baba, kuna hichi na hichi. Geazi kama ameshapita, amejua information zote. Sikiliza nabii. Huyu mama hana mtoto, lakini mume wake ni mzee. Geazi kwa bala aishajua mimi ni mzee. Ina maana mama yuko sawa, lakini mume wake ni mzee. Sio Biblia inaongea? Mume wake ni mzee, basi muite. Akamwambia mwaka kesho majira kama haya utapata mtoto. Ule mwaka akasema usinidanganye, usiniseme, usiongee uongo. Kaambia ndio hivyo. Akapata mtoto. Ule mama alifanya nini kama sio kumkaribisha nabii? Tusome ile andiko, nipe Biblia. Iko wapi? Nani amefika? Nipe Biblia. Mstari wa 8 umesema? Kila mmoja fungue Biblia yake. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunem, na huko kulikuwako mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile uingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mmewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtakatifu wa Mungu. Mimi naona. Mwanamke huwa na jicho la kiroho. Haleluya. Mimi naona. Mstari wa ngapi? Mstari wa 10. Amen. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Ikawa siku moja akafika huko, akaingia katika chumba kile akalala. Akamwambia Geazi mtumishi wake, muite yule Mshunami. Naye alipokwisha kuitwa, akasimama mbele yake, akamwambia, sema naye sasa.
tazama wewe umetutunza sasa namna hii, utendewe nini basi? Je, uombewe neno kwa mfalme au kwa amiri wa jeshi? Yule mwanamke akamjibu, mimi ninakaa katika watu wangu mwenyewe. Akasema, basi atendewe nini? Gehazi akajibu, hakika hana mwana na mume wake ni mzee. Na mume wake ni mzee. Akamwambia, kamwite. Na alipokwisha kuitwa, akasimama mlangoni akasema, panapo wakati huu mwakani utakumbatia mwana? Akasema, la bwana wangu, wewe mtu wa Mungu, usiniambie mimi mjakazi wako uongo. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mume wakati huo mwakani, kama Elisha alivyomwambia. Utasa wake uliondoka kwa ajili gani? Utasa wa huyu mwanamke uliondoka kwa ajili gani? Alitumia ufunguo gani? Si kumhudumia mtumishi ndio ufunguo ambao ulimpa utasa. Wewe una utasa wa aina gani? Sio utasa tu wa kutokuzaa. Kuna utasa vitu viendi, kuna utasa wa kazi, kuna utasa wa maisha, kuna utasa wa biashara, kuna utasa. Je, ushamuita baba yako ama ushanapeleka kwa baba chochote hakufungulie? Shida ni nini? Trust. Haleluya. Sema kwa damu ya Yesu. Inua mikono, sema kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, saidia moyo wangu leo. Saidia imani yangu leo. Imani yangu ikarejee kuamini watumishi wa Mungu, kuamini mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Sasa unashangaa kuna wengine baba yake hawezi kufanya hivyo, akiona mtumishi wa nje ndio anafanya. Na siku hizi mitandaoni kuna watumishi wengi. Watumishi wengi sana kwenye mitandao. Ninakuombea, ninakutabiria wengi. Unashangaa anaenda kimya kimya kwa mtumishi ambaye sasa yeye ndo anataka kumuombea. Yule hana baraka zako. Yule hana. Na tena jiepushe na wachungaji ambao wana madhabahu. Mchungaji ambaye leo hana madhabahu. Sasa unashangaa, yaani wewe unaweza hapa kanisani hapa kwenye madhabahu ya mbingu yako ukatoa 1,000, lakini kwa mchungaji ambao mnaomba naye kwenye simu unamtumia hata 50,000, 100,000, mpaka wengine zaka wanagawa. Heti zaka anapeleka kule, nyingine analeta huku. Alafu mbingu yako ifunguke wewe. Hata msiposema amen, naomba mnisikilize. Wewe mseme amen, najua mnasema amen. Hana uwezo wa kuifungua mbingu yako huyo. Hana. Nani anakudanganya Biblia? Utakapo utapigika na mwisho wa siku atakutabiria, naona hapo mchungaji anaibaga nyota yako. Anaitumia nyota yako. Ufunguo wa baba yako anayekulisha neno, anayekuombea, anayekulea, ina nguvu kubwa sana kufungua wingu lako, mbingu zako zifunguke. Wewe mimi na miaka 20 na wewe na miaka 5 wewe sijaona zaka yako. Nina miaka 4 wewe sijaona zaka, afu ni mbingu yako ifunguke wewe. Ifunguke kweli. Kisheria unajua Mungu ni kanuni. Vitu vingine ni kanuni. Baba hajawahi kuona zaka yako na umekaa kanisani miaka 3, halafu mbingu itafungukaje? Inua mikono, sema Bwana Yesu, naomba rehema zako ziwe pamoja na mimi. Mwanangu, sawa sawa ulivyoinua mikono yako juu. Mwezi wa 3 na nimesimama kwenye lango la mwezi wa 3. Mungu wa mbinguni, Mungu anayeishi, usitembee na mbingu yako kuwa ngumu. Usitembee na mbingu yako kuwa shaba. Mungu wa mbinguni, Mungu anayeishi, Jehova Nisi, Jehova Lishatai, hakufungulie mbingu ya pesa, hakufungulie mbingu ya marafiki wazuri, hakufungulie mbingu ya afya, hakufungulie mbingu ya biashara nzuri, hakufungulie mbingu ya ufugaji, hakufungulie mbingu ya mataifa ya juu, hakufungulie mbingu ya kuona nchi za nje. Haleluya!
Shekenerebo. Shekenerebo. Ay. Mani mandirabo. Shatira mama mama. Inua mikono yako juu. Sheketerebo. Mahali popote adui amekufungia mbingu, eneo lolote mbingu yako imekuwa shaba. Kwa udhaifu wako, kwa namna yoyote ile, inasimama kwenye mlango huu. Biashara imekuwa ngumu, kazi imekuwa ngumu, au isikia hata sauti ya Mungu tena. Matumaini yameondoka, upenyo uoni tena. Leo kama baba yako, naifungua mbingu yako mwezi wa 3. Naifungua mbingu yako mwezi wa 3. Naifungua mbingu yako mwezi wa 3. Bwana wa majeshi, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, usitembelee mbingu ya shaba, usitembelee mbingu ya tabu, tembelea mbingu ya neema na mafanikio. Marafiki walienda mbali na wewe, Bwana walete kwa damu ya Yesu. Hey! Pokorina mama 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 mama. Wewe si mtu wa kukosa. Wewe si mtu wa kulia tabu, wewe si mtu wa kulia shida. Ninaijua neema yako, ninajua uwezo ambao Mungu aliweka ndani yako, ninajua ile baraka ambayo Mungu aliweka ndani yako, najua vipaji ambavyo Mungu aliweka ndani yako. Leo malaika watakatifu wa Bwana waifungue mbingu ya kwako, waifungue mbingu ya kwako, uanze kuisikia sauti ya baba yako, usikie maelekezo, mwongozo. Hai shakapa. Wewe si mtu mdogo, hapana, usijidharau. Wewe si mtu mdogo. I'm talking to you now. Hey! Chochote kilichokuwa kimefungwa juu ya maisha yako na kifungua. Kama ujenzi wako umeishia njiani, nafungua ujenzi wako. Kama chochote ambacho ulikuwa unakifanya kimekwama, naifungua mbingu yako, ukaijenge nyumba yako, umalize uishi, ukaanza kazi, uanze biashara, prosesi za uchumba. Nafungua mbingu hiyo. Yes, in the name of Jesus. Shama shekenerebo. Mani rabo shekenerebo. Iketerebo koshana mama. Jesus. Chochote ambacho kiwe kinakupiga, kiwe kinakupiga gizani, kiwe kinakupiga sirini, Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai ametuma msaada kutoka mbinguni, ametuma msaada kutoka mbinguni. Naye malaika wa vita ameshuka na panga la moto, naye malaika wa Mikaeli ameshuka ili kufyeka adui zako, kufyeka maadui zako, wanataka uharibikiwe, wanataka uishie njiani, wanataka ufe. Malaika wa Bwana ametumwa kwa ajili yako. Haleluya. Hey! Ina mikono juu. Matatizo, maradhi ya muda mrefu, magonjwa yanayorudia, mara unaumwa hili halieleweki, mara unaumwa ile halieleweki. Leo tarehe 1 ya leo, kama baba yako anafahamu mamlaka hayo niliyopakwa mafuta na Roho Mtakatifu, naifungua mbingu ya afya. Hautatembelea magonjwa tena, hautatembelea maradhi tena. Bwana lete msaada kutoka juu, afya yako itoke juu. Ai!
Iterebo shanaba. Rika materebo shapapa. Iterebo shapa. Ile mbingu yako iliyofunikwa, wachawi na waganga waliofunika anga wakaiwekea mfuniko usionekane, ninautoa ule mfuniko uliofunikwa. Naondoa mfuniko ulifunika mbingu yako, naondoa mfuniko ulifunika anga yako. Naachilia upenyo, nuru ya Bwana ishuke kwako, nuru ya Bwana kuzukie mwezi huu. Uone nuru ya Bwana ikangae kwenye maisha yako. Rapoko sheketerebo shapa. Uwe na ushindi kwenye biashara yako, uwe na ushindi kwenye nyumba yako, uwe na ushindi kwenye familia yako. Matumbo yasiyozaa yapata watoto. Rapoko shapa. Yakumbatie, yakumbatie. Uwe mwaka wa kuona ushindi. Shakanderebo shapa. Hina mama marabo shapa. Mbingu zako zisifungwe leo. Jehova, Jehova, Jehova. Aribu, iribu, shakata, reketetetetetete, reka mama, sheketere sheka mama, niribu shaba, rika mama, niribu shaba. Kuna vitu umevitafuta miaka mingi ukuviona. Nasimama kwenye lango la mwezi wa 3 nikifungua mbingu yako leo, ili kafungue vitu vyako, ukafungue ule msingi wa nyumba uliojenga ukaishia hapo. Natamka leo mbingu ifunguke, uanze kujenga kiwanja ulichokitafuta muda mrefu. Mbingu ifunguke, upokee Jesus. Hautaishia njiani, hautaishia njiani, hautakufa kabla ya wakati. You will never die. Mauti iliyomuua ndugu zako itakuwa wewe. Mauti iliyoua mama yako itakuwa wewe. Mauti iliyoua baba yako itakuwa wewe. Yale magonjwa ya presha, magonjwa ya kansa yaliyetesa ukoo wenu, ninafunga ile lango, nafunga lile lango, naachilia lango la uzima na afya Jesus. Hautatembelea laana ya ukoo. Kama ukoo una laana, pia ukoo na baraka. Nafungua lango la ukoo la baraka. Ile baraka ya ukoo ndio iwe juu yako. Wewe kama alivyokabidhiwa Daudi ufunguo, na wewe nakukabidhi ufunguo nyumbani kwenu, nakukabidhi ufunguo ukoo wenu, nakukabidhi ufunguo uzao wako. Nyumbani kwenu watu bebe ufunguo. Haya pasha pa. Wewe ndio unaufungua malango ya baba yako. Wewe unaufungua malango ya uzao wenu. Wewe ndio ubebe ufunguo Jesus. Shekenderebo. Tere mama. Tera mama. Ufungua ukoo wenu na ukupa wewe. Ufungua nyumba ya baba yako, pokea wewe. Wewe ndio utakuwa kwanza kwenda mataifa ya mbele. Utakuwa kwanza kumiliki gari. Utakuwa kwanza kujenga nyumba ya kifahari. Utakuwa kwanza kumiliki milioni ya pesa. Utakuwa kwanza kumiliki dola. Utakuwa kwanza kumuletea heshima baba yako. Utakuwa kwanza kufanya makuu. Hallelujah.
Anza kunena kwa lugha, omba. Ekapoko shapa, omba. Nena kwa lugha kama unaweza, pray. Ekapapapapapa. Yale magonjwa yanaondoka. Ile laana, aibu inaondoka. Hautaibishwa. 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 Ile aibu nimeitoa. Hautaibishwa. Hautaishia njiani. Laana ya familia utaibeba wewe. Laana ya mama yako utaenda nayo wewe. Laana ya baba yako utaenda nayo wewe. Mungu wa majeshi anakubariki. Natangaza kubarikiwa kwako. Na huu mwezi wa alama, hakushangaze mwezi huu. Hakushangaze mwezi huu. Umuone Mungu anaishi. Wakati umechoka, hauoni mwelekeo, unajiuliza ufanye nini, unajiuliza lipi utende. Naomba Mungu aseme mwezi huu. Aongea Yesu, ongea Mungu wangu, ongea Yesu. Ongea Baba. Majibu yako yatoke kwake. Majibu yasitoke kwa wanadamu. Majibu yasitoke kwa wanadamu. Majibu yasitoke kwa wanadamu. Majibu atoe yeye Mungu. Atoe majibu yeye. Wanadamu yoyote asitoe jibu. Taka yatoe jibu. Atoe jibu yeye. Santerebo. Imeandikwa zamani, paka zamani zile mbingu zimefungwa, palikuwepo na wajane wengi, lakini Elia alitumwa kwa mjane mmoja wa Sarepta. Wewe leo, wewe leo, shati karaboya papa itekaterebo shikaraboya yata iketerebo. Nakati unaweza ukakataa ukaishi labda hujaitwa na Mungu. Mungu akusimamia, akusaidie. Jesus.
yako juu, simama, inua mikono yako juu. Inua mikono yako, simama, fumba macho. Thank you Jesus. Takatiribukushuka. Sema, Bwana Yesu, niko hapa. Neema yako izidi kwangu. Unifungulie mbingu zangu ziwe wazi mwezi wa 3. Bwana Yesu, ninakusihi, ninakuomba unifungulie mbingu zako ziwe wazi mwezi wa 3 na miaka yote. Nisitembee tena na wingu liliofungwa. Hizi funguo 3 nilizozijua leo, nipe neema kuzitumia, nipe maarifa kuzitumia, ili niweze kwenda, ili niweze kupenya. Inua tu mikono juu. Nasikia kusemeshwa na 2 watatu. Na mwomba huyo binti hapo ambaye amevaa, wewe huyo juu, yule amevaa nani nyeusi, huyo hapo, huyo wa mbele yake, huyo mwite. Nasikia Mungu ameniambia amebeba ufunguo wa familia yako, mapito mengi ambayo yanapita kwake. Inua tu mikono yako, fumba macho. Ufunguo wa familia upo kwenye mikono yake. Kini yako mapito mengi ambayo yanapitia. Mungu anataka leo mfungue na msaidie, na amrejeshe tena ufahari, na arejeshe amani. Baba, nakushukuru kwa ajili ya binti yangu huyu. Baba, ameonekana kama mpweke, kana kwamba ajaliwi, kana kwamba asemeshwi vizuri, kana kwamba na kiburi, kana kwamba na dharau, kana kwamba hawezi kuongeleshwa vyema. Nakuomba leo Baba yangu na Mungu wangu, mtoto huyu, binti huyu, ruhusu ule ufunguo wa familia ulioweka kwake, asiishie njiani katika elimu yake. Baba, ninaomba mpe neema kusoma, asiishie njiani. Bwana majeshi, Bwana Mungu liya hai, mkono wangu ambao nauweka kwake, uanze jambo jipya tena kwake. Umuinue tena Bwana majeshi. Kila pigo mbaya lililokaa kwenye uzao wa mama yake, ninaliondoa Jehova Nisi, ninaliondoa Jehova Lishadai, in the name of Jesus.